anasimulia, nikaona wivu, ila basi haikuwa riziki, ilikuwa riziki ya chapanyota bwana. Lakini mimi najipa moyo kwamba riziki yangu inakuja. Bwana asifiwe sana. Mwaka jana nilikuwa nije kuhubiri mkutano, lakini haikuwezekana kwa sababu tuliingizwa kwenye listi ya watu ambao walikuwa na tuhuma ambazo, kama unakumbuka, kuna vuguvugu lilipita la kiserikali la watu waliokuwa wanatuhumiwa kuchochea maandamano na vitu kama hivyo. Sasa bahati mbaya lile vuguvugu lilikuwa la sehemu mbili, sehemu la kisiasa lakini na sehemu ya kidini. Sasa wale waliokuwa wanafuatilia zile, kila aliyeonekana ametrendi kwenye mitandao ya kijamii, hata aongee kaneno kamoja, na yeye alitafutwa. Kwa hiyo bwana, wakati huo nilikuwa na wakati mgumu sana kabisa. Ninamshukuru Mungu tu kwa neema, kwa kupitia msaada wa jeshi la polisi na ofisi ya mheshimiwa DPP kule Dodoma, wakaliingilia kati hili swala kwa kulifuatilia, wakagundua watumishi wa Mungu hatuna hatia, na wakawa wameliingilia hilo swala wao wenyewe serikali, na mheshimiwa rais akatoa tamko kwamba wale ambao hawana hatia wawekwe huru, wamtumikie Mungu wao. Ninashukuru kwamba mpaka sasa hivi niko huru kabisa kuihubiri Injili. Kwa hiyo baba, ukinialika kwa mkutano wa nje nitakuja, hakuna shida tena. Niko vizuri na nchi yangu na serikali yangu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mwaka jana sikufanikiwa kuja kwa ajili ya hiyo vuguvugu, lakini mwaka huu kwenye Pasaka nilikuwa niwe mgeni wenu hapa. Lakini kuna sababu mbili ambazo zilisababisha nisifanikiwe. Sababu ya kwanza, ninahisi na kuamini ulikuwa sio wakati wa Mungu, kwa sababu kila jambo lina wakati na majira yake, na neno la Mungu lenyewe linasema, ni nani asemaye neno likafanyika kama Mungu hakuliagiza? Ninajua ingekuwa ni mapenzi ya Mungu yamkini ningekuja, lakini Bwana alitaka nije wiki hii ili na wale ambao wasingekuwepo wawepo leo na tuonane. Bwana awabariki sana. Lakini sababu ya pili, mimi ni mwanafunzi wa chuo cha Central Bible College pale Dodoma, na tumefunga chuo tangu tarehe 20 mwezi wa 3. Lakini tangu tulivyofunga mimi sikuenda nyumbani. Tuliandaa mkutano na mwalimu Mwakyembe pale Nzuguni, na mhubiri na muwezeshaji wa ule mkutano nilikuwa ni mimi. Kwa hiyo ikawa hakuna ujanja, tukae kwanza tuumalize ule mkutano. Nimemaliza mkutano tarehe 29, nikasafiri kwenda Kenya. Nikatoka kule tarehe 3, ambayo ndiyo tarehe ambazo nilitakiwa kuwepo hapa. Sasa wakati huo nikapigiwa simu, mke wangu alikuwa ni mjamzito wakati huo, yuko kwenye dakika za kujifungua, na hali yake katika kule kujifungua sio nzuri. Ana shida za kiafya ambazo ni lazima awepo karibu sana na hospitali. Na kama unavyojua, kampani kubwa sana na faraja ya mama mjamzito, kama ikiwezekana, namba 1 ni mume wake. Kwa hiyo mimi zikawa tayari ni turufu mbili zinagongana. Kiomboi pananiita, lakini Leba kwa mke wangu kule pananiita. Tafanya kipi? Ikabidi sasa nimpigie simu babangu mzee Yona. Nikamwambia, baba, natamani kuja, lakini sasa kuna leakage hapa, unasemaje? Nimuache mke wangu
Baba akanishauri akasema, hapana, sikilizia kwanza. Lakini nikatumia nguvu, nikataka kuja kwa lazima, kwamba Mungu mwenyewe shauri yake atafanya yeye mwenyewe huko. Lakini nikapokea taarifa ngumu kidogo ya kifamilia ambayo ilisema hivi, we nenda, ikitokea katika kule kujifungua akafariki, hautahubiri tena, na hata zikwa utatuambia kuna kitu gani katikati. Ile ikawa ni fimbo. Nikawaza, Mungu, naweza kweli nikaenda akafariki kweli? Akifariki nitahubiri wapi? Watasema nimemtoa kafara ili nihubiri. Nikamwambia Baba, kwa hili lililotokea, naomba tafadhali uniwie radhi. Waambie watu wa Mungu mnivumilie, ili huyu mama ajifungue kwanza. Akijifungua, ziara zote na stop. Kabla sijaenda kokote, nitakwenda kwanza Kiomboi. Namshukuru Mungu pamoja na baba mchungaji Yona akanihurumia. Akasema, mwanangu, nimekuelewa, panga tarehe sasa. Tukairatibu wiki hii, na tayari Bwana akatusaidia. Wiki lililopita lile, siku ya Alhamisi, mke wangu akajifungua mtoto wa kike. Nikapata mlango na sababu ya kuja hapa. Sasa kukatokea changamoto zingine za kihuduma hapo katikati, zilizonifanya kusafiri haraka mbali, na ile safari ikawa ni ngumu. Gari ikaharibika katikati ya safari nikiwa nakuja. Nilikuwa nifike hapa siku ya Jumanne, lakini nikiwa mbali kabisa mikoani huko, gari ikawa imeua otoneta, na bado ikawa imeua engine mounting, na ikawa imeua hizi bearing za kwenye tairi za nyuma. Ikabidi nikae pale sasa, nisubiri muujiza wa Bwana alete hera nitengeneze gari. Kama mnavyojua wahubiri, tuna upako, hatuna hera. Ikabidi kumuomba Mungu. Imefika kama saa 2, akanipigia simu mchungaji Mwakiembe, rafiki yangu. Akasema, baba, mzee Yona kule anakutafuta, ibada kesho saa Jumatano wanaanza, unasemaje? Nikamwambia, aise, kabla ya yote piga maombi, shetani ananizuia, maana otoneta ndo uhai wa gari. Isipokuwepo gari haiwaki. Mwakiembe akaniambia hivi, ngoja nitakuombea, Bwana atakupa hela leo na utafanikiwa kwenda, lakini ngoja tumwambie mzee Yona ili uweze kuwahi ile semina, mwanze Alhamisi, ili wewe usiku wa leo utafute hela, kesho tengeneza gari, na Jumatano hiyo hiyo safiri, ili Alhamisi uwepo pale. Nikasema hili neno latoka kwa Bwana. Aliponiombea mchungaji Mwakiembe, hazikupita saa 2 nikapata hela ya kununua otoneta mpya na bearing, na tayari Jumatano nikafunga na nikasafiri, nikafika Geita nyumbani, nikasalimia ka familia kangu na nikageuza, na sasa hivi niko Kiomboi. Watu wa Kiomboi, kutoka moyoni na wapenda sana, na ninajua Mungu siku akifanya njia, wakati mwingine nirudi. Hii sekeseke iliyotokea kwa jina la Yesu haitatokea tena. Tutafanya mkutano mzuri kwa wakati ambao Bwana na mchungaji wataupanga. Bwana asifiwe sana. Lakini napenda tu niseme hivi, nimeongea na mke wangu, amefurahi sana kwamba niko salama na amewasalimia sana. Lakini pia baba alizungumza jambo moja, kwamba atamuomba Roho Mtakatifu
ili ikiwezekana kesho tuendelee, na kesho kutwa Jumanne ndo tuondoke. Sikiliza basi, ni kama baba hakuomba hakuomba. Yaani zile ratiba ambazo nilikuwa nimeziratibu, unajua kipindi cha likizo ni kifupi sana na ratiba za injili zilikuwa zimefungana. Kwa hiyo niliposhindwa kuja hapa, ilibidi hata ratiba zilizokuwa mbele nikazistopisha zote. Kwa hiyo hapa nimefika. Wiki ijayo natakiwa kuwa Inyonga kule kwa Askofu Noah, na ule mkutano unaanza Jumanne. Kwa hiyo sasa nikawa najaribu kutafakari kwamba itakuwaje nikae hapa angalau kesho ili Jumanne niende, lakini sasa yule bwana ni bendera chuma mlingoti chuma, na akasema tuna hamna nyinyi sana, hakikisheni mnafika. Sasa sina ujanja, naomba tukimaliza ibada Bwana akutendee unachotaka. Lakini mimi ni mtoto wa hapa, ninyi ni ndugu zangu. Kwa wakati wa Bwana tutaonana tena. Mimi huwa nina tabia moja, naomba niiseme madhabahuni. Tabia yangu ni hii: nikimaliza kuhubiri Jumapili, madhabahu nairudisha kwa mchungaji mwenyeji. Kwa hiyo kama kuna mtu alikuwa na jambo anahitaji sana kukutana na mimi, kuongea na mimi, pitia kwa mchungaji wako kwanza. Yeye ndiye atakupromoti uonane na mimi. Hakuna mafuta yanayokuwa juu ya mengine, wala hakuna sikio linalozidi kichwa. Namba zangu za simu, mimi sio mchoyo, lakini utazipata kwa mchungaji Yona. Kuna kesi zingine utataka nizisovu mimi, wakati malaika wa Bwana ni Yona, na Yona anaweza kuitatua mwenyewe. Ukimweleza mchungaji wako, unajua sisi wageni, sisi ni kama vile tuisheni, ila mwalimu halisi ni mchungaji wako. Kwa hiyo ukimwamini mchungaji wako na ushauri atakaokupa, hata lile ulilolisubiri kwa muda mrefu utalipata kwa wakati, katika jina la Yesu. Kwa hiyo lile ambalo mchungaji atasema sasa, kulingana na somo na kile unachopitia, kuna haja tumshirikishe katekela, mchungaji ataniambia, na mimi niko tayari. Hata usiku wa manane nitabebana na wewe, Bwana hata atatokea. Umenielewa mpendwa? Kwa hiyo usikwazike, ila Mungu akutie nguvu, na mbarikiwe nyote katika jina la Yesu. Funika macho yako sasa. Baba, katika jina la Yesu, ni wakati mzuri tunahitimisha semina yetu kwa upendo na utukufu wako. Ninaleta kanisa lako mbele zako, na lile neno lililosalia ulilonena nami tangu jana usiku kwamba nitalinena jioni. Bwana, ninataka kunena na watu wako. Ninajua limebeba majibu na ushindi wenye mpenyo katika jina la Yesu. Amen. Tuko na pointi moja ambayo tuliacha jana, ambayo inasema thamani ya mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Na tukaangalia mambo mawili jana haraka, ambayo jambo la kwanza linaitwa kwamba thamani ya mtu namba moja iko kwenye jina lake, kwa kuwa kabla hata hajazaliwa anatajwa na Mungu, na kile ambacho ni mapenzi ya Mungu kinawekwa mbele yako kabla hujaishi. Kwa hiyo wewe unapokuja kuishi, unakuja kukamilisha ratiba ya Mungu wako. Lakini tukagusa kidogo sana kipengele kimoja ambacho kiko kwenye mfumo unaofanya mwanadamu ayaishi yale ambayo Mungu anayataka.
kitu chenyewe nikasema lazima ajitambue kwamba yeye ni nafsi iliyo hai, na lazima katika ile nafsi iliyo hai huyu mtu ajue kuna vitu vitatu ambavyo hatakiwi kupoteza hata kimoja. Kitu cha kwanza ni mfumo unaoitwa ufahamu, na nikasema ufahamu ni uwezo wa kutambua mambo yaliyopo hata yasiyokuwepo. Kwenye ufahamu wa mwanadamu ndiko kumefungwa siri ya mafanikio, na mtu akikamatwa ufahamu anaweza hata akawa tajiri mkubwa, lakini ule utajiri hauna faida kwake. Na shetani anapokamata fahamu ya mtu anaiharibu amani yake. Amani inapopotea kwenye maisha ya mwanadamu, yule mwanadamu anasahau kufanikiwa. Unajua, ngoja nikupe siri moja uelewe. Bwana asifiwe sana. Kuna dhambi ndogo ndogo ambazo zinaleta madhara. Dhambi ya kwanza ni umalaya, dhambi ya pili ni ulevi, dhambi ya tatu ni uongo, dhambi ya nne ni kujihesabia haki, lakini dhambi ya tano ni unafiki. Hizi dhambi tano ni dhambi ndogo ndogo kwa sababu hizi hazitubiki kwa maombi, ila zinatubika kwa maamuzi. Kwa nini zinatubika kwa maamuzi? Zimefungwa kwenye nafsi ya mtu, na sababu ya kutokea hizi dhambi, mfumo wa ufahamu unakuwa umekamatwa wa huyo mtu, alafu akapoteza amani. Na amani inapopotea kwa huyo mtu, anazifanya hizi dhambi sio kwa kupenda, ila ni kwa kuhangaika ili aipate amani. Sijui unanielewa? Ukiona mwanaume ana mke wake alafu akaanza kuoa mke wa pili na kuwa mzinzi, ujue chanzo kwenye hiyo familia hiyo hakuna amani. Kuna kitu ambacho hakiko sawa kwenye moyo wake. Lakini ukiona mwanaume anakuwa ni mlevi, anakunywa pombe mpaka analala huko huko, akipata mshahara anaishia kulewa, ujue chanzo. Usipigane na huo ulevi, komboa ufahamu wake, urudishe amani. Ukiona mtu ni muongo, mchonganishi, kuna kugafirika ndani ya moyo kuliko ipoteza amani ya nafsi yake. Na ufahamu umekamatwa na adui yake, na uongo huwa unatengeneza tabia mbaya ya maisha ya mwanadamu. Tabia ya maisha ya mwanadamu inayotokana na uongo ni roho ya kukataliwa, lakini tabia inayoletwa na uzinzi ni kumilikiwa na milango ya kuzimu ambayo inafunga mafanikio yote ya mwanadamu. Lakini kifungo kinachoshika dhambi ya ulevi ni roho ya umasikini na uduni wa kutokufanikiwa. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo unapopoteza amani, chanzo cha amani kupotea kiko kwenye ufahamu. Sasa kinakuwaje kwenye ufahamu? Hapo ndo unazama ndani kabisa. Kiini kinachotambulisha ufahamu wako una shida, ndoto. Ndoto ndio kiini kinachoeleza ufahamu wako ukoje. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nilizungumza ile siku ya kwanza kwamba ndoto zote zina maana.
Na ninawaomba watu wa Kiomboi, hata kama ulikuwa unadharau, unasema ni ndoto za uchovu, kuanzia leo usipuuzie ndoto. Wengi wanasema ni uchovu kwa sababu ndoto ni maisha fumbo. Yanaweza ukaota kwamba umekatwa mkono, umekatika, au mkono umeoza, unatoa na dudu na minyoo mkono wa kulia au wa kushoto, alafu ghafla unasituka unakuta mkono haujaoza wala haujaliwa, ni mzima, ila wewe ndo una sweat, unatetemeka, unasema mkono wangu unaushika mara mbili, ni mzima. Au unasema sikindoto tu, shindwa shetani, amen, nalala tena. Hilo ni fumbo, lina maana mbaya kabisa, kwamba ukiota mkono wa kuume huu umeliwa au umeoza au umekatwa, huu mkono ni mamlaka inayokuwezesha kumiliki na kutawala. Hiyo ndoto inakuwa ina maana hivi, mifumo ya wewe kufanikiwa yote tayari imeharibiwa na milango ya kuzimu, haitaleta mafanikio kwako, ila utafanya kazi sana. Wanaofanikiwa ni wengine. Lakini huu mkono wa kushoto ukiota umeoza, ujue hatima yako yote imemilikiwa. Maana yake sio tu mafanikio, hata na ndoa itakuwa na shida, familia itakuwa na shida, ufahamu una shida, mipango ina shida, kila kitu ambacho kiko kwenye hatima yako. Hata ukiota ndoto umeibiwa nguo, nguo zina maana hii: utukufu, heshima, thamani ya kimungu kwenye maisha yako. Ukiota umeibiwa nguo, ujue utukufu, thamani na heshima yako mbele za Mungu imefanyaje? Imeibiwa. Maana yake ni hivi, matokeo utayaona hivi, utashangaa kila unachokifanya watu wanakiona ni cha kawaida, hawa appreciate wala hawaleti ushawishi wowote, wanakuona kama mpumbavu fulani. Hata kama ni biashara ulikuwa unauza, unaifata China, unaweza ukatua mzigo ikaisha hata miaka 3 haijanunuliwa chochote, na vyote vikapata hasara, vikaoza, mpaka ukaamua kuviacha na ukafirisika. Lakini chanzo, nguo uliota zimefanyaje? Zimeibiwa. Bwana atusaidie. Unaona mambo yalivyo kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ufahamu wa mtu, tunaposema ombea ufahamu wako, maana yake ni uwezo mkubwa sana wa wewe kuwa na utambuzi wa chochote kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho, uwe wa Mungu hata uwe wa Shetani, ambacho kinayahusu maisha yako. Bwana asifiwe sana. Lakini kitu cha kwenye hii nafsi nikasema ni hisia. Hisia sasa, hiyo ndiyo utambuzi wa mambo ambayo ni mafunuo, maono, miujiza, mauzauza, vitu ambavyo havijawepo alafu vinakuwepo. Yaani hata kikitaka kutokea kitu chochote kibaya, wewe unajua, unaota, unahisi. Na kuna mwingine unakuta kwamba unaweza kukaa hapa, roho inakosa amani, ukitoka tu jiwe zito unabaki hivi, ningekuwepo hapo ningekufa. Kuna siku moja tulikuwa na rafiki yangu Eric, huyu
tunasafiri kwa mabasi, tulikuwa tunaenda kuhubiri Malawi. Ile gari ilikuwa nzuri sana, gari nzuri sana, ilikuwa Alistair. Tumeshakata tiketi, wakatunyima siti, tukabaki mpaka tukapanda Superfeo iliyo hoi ngwata. Tulipanda ile Superfeo tukiwa tunalalamika, tunanung'unika, tunamuona dereva wa Alice na konda wake ni washenzi, lakini hatukujua ile gari ilifika Singida pale Manyoni, ikakutana na treni, ikaua watu, na hata zile siti zetu zote wakafa wote. Kwa hiyo tungekuwemo kwenye ile Alice, tungekuwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kilichotuokoa ni nini? Ulimwengu wa roho unahusilika kwenye nafsi ya mwanadamu katika hii njia tatu, ambayo namba 2 ni hisia. Ndio maana tunasema kuna mambo mazuri yakitokea kwako, mshukuru Mungu, lakini kuna mengine yanaweza kuja kama mabaya. Usikasirike haraka, tafakari, kaa kimya, chukua hatua nyingine. Kuna wakati mwingine Mungu anatumia hata mabaya kutuepusha na vitu vilivyo hatari. Bwana asifiwe sana. Sijui unanielewa vizuri. Lakini kitu cha tatu kinaitwa utashi, ambapo huu utashi tunautaja kama the plan master, yaani uwezo wa kuratibu mipango, kuianzisha na ikawa kama unavyotaka. Unaweza ukasema mwaka huu nitajenga, mwaka huu nitafungua biashara, mwaka huu nitaoa, mwaka huu nitasoma, mwaka huu nitafanya hiki, mwaka huu nitafanya hiki. Lakini kwenye ile mipango hatuishii kupanga. Ile utashi inakuja kuconfirm kwamba kile ulichokipanga unaingia responsibility, yani uwajibikaji. Na unapowajibika tayari ulisema ujenge nyumba, inafanyaje? Inatokea. Ulisema ununue usafiri unafanyaje? Unatokea. Ulisema uoe mchumba, hatimaye engagement, hatimaye marriage. Yani kila unachokipanga, unachokiratibu kinatokea. Hii ndiyo nafsi. Bwana atusaidie sana. Bwana asifiwe. Hebu muulize mwenzako, oya wewe vipi? Haya mambo yote yako sawa kwako? Ufahamu wako uko sawa? Na hisia zako ziko sawa? Na utashi wako je? Mipango inatimia kama unavyoipanga? Kama kuna kitu hakiko sawa, leo tunaomba, tunakifungua katika jina la Yesu. Hautabaki vile tena. Bwana akuhuishe, maana ni haki yetu sote. Kuna mtu mmoja alinitumia ndoto jana, akasema hivi, mchungaji, mimi nikiotaga mambo mazuri hayatokei, ila nikiotaga balaa zote zinakuja kama zilivyootwa. Nikamwambia kama zipi? Akasema niliota msiba unaingia nyumbani kwangu, tena jeneza la mtu mzima. Haikuisha wiki mume wangu akapata ajali, akafa na jeneza likaingia ndani. Akasema nikaota nyoka amening'ata mguuni, ameniingia mwilini, mpaka hivi naongea na wewe nasikia kama nyoka imo mwilini na inatembea. Nikaota mwanangu amefukuzwa shule, na mwanangu tayari amefukuzwa shule kwa kisa amekamatwa ana simu. Nikasema huyu wewe anafanyiwa drama na wachawi huyu.
Nikasema ngoja, nikampigia simu kule kumba. Kumbe ili pepo chafu tu. Likaanza kutaja shangazi yake, sijui nani yake, sijui nani yake, tulishachukua ufahamu wake, nafsi yake iko baharini, sijui tunaona kama walikuwa wanafanikiwa kwa kasi sana. Kwani mafanikio yake yanakuhusu nini wewe? Kuna na wengine hapa, kisa tu una mawazo ya kufanikiwa ndio maana unateseka leo. Nami ninanena hapa katika jina la Yesu Kristo. Yesu amedhihirishwa azivunje kazi zote za shetani. Hizo kazi za shetani hazitafanikiwa kwenye maisha yako tena, kwa jina la Yesu aliye hai. Mwambie mwenzako, fungua nafsi yako leo. Sema amen. Nataka nihitimishe kwenye kitu kinachosema nguvu ya nafsi. Nguvu ya nafsi. Nafsi ya mtu huwa ina vitu vinavyoifanya iwe na nguvu zinazoipeleka kufanikiwa. Yaani yale Mungu aliyokuandikia kwamba wewe utakuwa tajiri, wewe utakuwa msomi, wewe utakuwa kiongozi, wewe utakuwa mwinjilisti, wewe utakuwa mchungaji. Ili uwe mchungaji, sio tu ufahamu, sio tu utashi, sio tu hisia. Hivi vitu vitatu vinakupeleka wewe kuyaona yale Mungu aliyotaka uyapate. Lakini unaweza ukayaona alafu yakayeyuka mbele yako, hujayachukua. Bwana atusaidie sana. Haujawahi kusikia mtu ameomba maombi miaka mingi, Mungu akamjibu, vile vitu Mungu alivyomjibu havipokei, vikayeyuka. Kuna rafiki yangu mmoja, rafiki yangu sana, Mungu alifunga na kuomba miaka 6 Mungu ampe mme. Mungu akamleta mchungaji kutoka Kilimanjaro, akamwambia Mungu amenituma kwa fulani bini fulani, mume wake ni fulani, na akamuombea, akataja ishara, mume wako huyo atakuja siku fulani, amevaa hivi, atafanya hivi kwa maongozi ya kimungu, na harusi yako itakuwa ya heshima, hakutokuwa na changamoto. Alivyosema tu, na kweli ile siku yule kijana akaja, amevaa vile vile, akafanya vile vile, na wakaenda mahusiano kwa amani na furaha. Ikawa baraka ya kanisa, harusi ikawa nzuri ya furaha, wakaoana, wamezaa katoto haka kamoja. Mume yule baraka akabadilika, akaanza kukunywa pombe, akaanza kupiga mke, akaanza anapokea mshahara 3,000,000, anamwachia mke wake 2,000, anasema nikute ugali. Mke akaanza kujuta. Jamaa yule mwanamke akaanza kumwambia, wewe, Mungu aliniambia wewe ni mume wangu, mbona unafanya hivi? Kwani Mungu alinidanganya? Likamwambiaje? Mungu alikwambia? Mwambie Mungu sasa, ngoja nimuonyeshe. Likaanza kumuonyesha Mungu, likaoa mke wa pili, likaoa wa 3, likaenda huko kwenye mabiashara ya migodi, likapata na ukimwi kule, likaja nao nyumbani. Yule mama akanipigia, wakiwa wana ugomvi, mchungaji wao anamlazimisha mwanamke ampokee mume wake wakati mume ameshaasirika, ili amwambukize na yeye.
Akaniambia, mchungaji, niombee ili ninapompokea mume wangu nisije nikaambukizwa. Nikasema, sifanyi huo upumbavu wewe. Yaani aliyeoza alafu aje aozeshe na wewe? Roho wa Mungu hajaniambia hicho kitu. Nikamwambia, mwambie mwangalizi huyo anayelazimisha urudi kwa mume wako kwenye sura hiyo, nikija mimi siombi, ila namuweka lock up, kwa sababu anataka kukuua. Kama ni maombi, mbona hamkuomba kabla jamaa hajapata ukimwi? Mbona hamkuomba kabla hajaoa mke wa pili na watatu? Leo ameshakanyaga huko na waya, anakuja kuleta shida, alafu ndo tuombe urudi kwenye ndoa. Hamna. Yule dada akaanza kusema, sasa itakuwaje? Nikasema, itakuwa hivyo hivyo. Aje mchungaji, hivyo hivyo. Kuna nini? Hivyo hivyo ilivyo. Kwa hiyo sitaishi na mume wangu. Nikasema, mtajua wenyewe, ila siombi. Akaniambia, mbona Mungu amenifanyia hivyo? Nitamlaumu Mungu siku zote za maisha yangu. Nikamwambia, dada, unajichoma. Maana Mungu anabaki kuwa Mungu na njia za Mungu sio za mwanadamu. Lakini je, ndiye ameyafanya haya? Tulipoanza kufuatilia tukakuta shida ni nafsi. Huyu dada aliomba kweli, Mungu alimjibu ndio, na majibu yalikuwa ni sahihi, lakini hakuwa na nguvu inayoweza kuhuisha nafsi yake ikautunza ule muujiza. Jamani, tusiishie tu kuomba Mungu atupe, pia tuwe na maombi ya kusema, Mungu nipe uwezo wa kuutunza muujiza ninaouomba, kwa sababu ukiupoteza ule uwezo, yaani watu na lugha moja tunasema vikuyongera mumaso, yaani vinayeyuka ukiwa unaviona. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie. Nguvu ya nafsi namba moja, kuna kitu kinaitwa ushirika wa nafsi. Hebu sema ushirika wa nafsi. Huu ushirika wa nafsi unaitwa ndoa. Nisaidie kusema ndoa. Wengi tunajua hivi kwamba ndoa ni kitendo cha mwanamke na mwanamume kuachana na wazazi wake na kuamua kuishi pamoja, wanaitwa familia, mke na mme, si ndio? Lakini hiyo ni ndoa, ila ndoa ni maana kubwa sana. Ni maana kubwa sana. Sawa sawa, unanielewa? Bwana asifiwe. Binadamu mmoja ana ndoa 3. Naona kuna mtu sasa anasema, leo umenichanganya kabisa. Ndoa 3 kivipi? Ndoa ya kwanza ni mtu na madhabahu. Ndoa, nifafanue kwanza uelewe ni kitu gani. Ndoa ni agano au patano linalounganisha mtu na kitu au mtu na mtu kwa kukabidhi hatima yake, nafsi yake, akili zake, moyo wake na mwongozo mzima wa maisha yake, kwamba mimi I am connected with you. Hiyo ndio ndoa. Unanielewa vizuri? Sasa namba moja, sote tuna madhabahu. Yaani usipokuwa na madhabahu ya Mungu, una madhabahu ya shetani. Ni utake usitake, ndivyo ilivyo. Bwana atusaidie sana. Hii madhabahu ya Mungu ina connect vipi na mtu? Mungu alimuumba mtu, lakini pamoja na kumilikisha hivi vitu vyote, kuna kitu ambacho ni sababu
wewe ni Bwana, wewe ni Ebeneza, wewe ni Mungu, acha uitwe Mungu, ninakushukuru. Ndio maana kuna neno moja alikuwa anahusia sana Musa, anaambia Israeli kwamba utakapokula na kushiba usije ukafanyaje, ukamsahau Bwana Mungu wako. Lakini kuna pengine akawa anasisitiza tena kwamba utamkumbuka Bwana Mungu wako akupaye nguvu za kupata nini? Utajiri. Kwa hiyo ndoa namba moja ni ushirika wa nafsi ya mtu kati ya madhabahu yake. Muulize mwenzako, ukoje wewe na madhabahu ya Mungu? Kuna mtu mwingine kutoa sadaka kanisani ni mpaka mchungaji Yona akulazimishe. Ujue wewe baraka zako zimefungwa na unazipata kidogo kwa kutumia mchungaji Yona, kwa vile tu anakulazimisha. Siku akiondolewa kwako, hata kale uliokuwa kapata hautakapata tena, kwa sababu ni jukumu. Yaani hii sio ombi, ni amri. Kama unataka ushirika wako na nafsi yako ulete mafanikio yale Mungu aliyotaka, be connected with your God. Uwe imara. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tulikuwa tunasoma andiko moja linasema hivi, nisikilize vizuri. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila amwaminie asifanyeje? Asipote, bali awe na uzima wa nini? Lakini amri inasemaje? Yesu anasema hii ndiyo amri kuu, mpende nani? Mpende Bwana Mungu wako. Tena anaongeza anasema, namba moja, kwa moyo wako wote. Namba mbili, kwa nguvu zako zote. Namba tatu, kwa akili zako zote. Yaani maana yake zama. Kujeni niwaibie siri, wale waganga wa kienyeji hawa wa mafreemason wasikudanganye kwamba nguvu zao ni nyingi kuliko za Yesu. Hamna. Ila kwa nini walokole wanaonekana maskini alafu waabudu shetani wanaonekana wako juu? Ni sababu moja, madhabahu ya shetani haina nguvu kabisa. Madhabahu ya Mungu ina nguvu zote. Kwenye ICD ya utawala, Shetani ako na ICD 30, yaani nguvu za ulimwengu wa giza. Madhabahu yoyote inayohusu shetani ina 30% za nguvu, wakati mwanadamu peke yake ana 1%. Kwa hiyo wewe mwanadamu ukiconnect na shetani inakuwa 1 + 30, inakuwa ngapi? Ndo hayo magari unayoyaona ya mafreemason. Lakini Yesu nguvu zake kwenye ICD inasoma 100. Maana yake mtu aliyeokoka anayemfuata Yesu inakuwa 1 + 100 sawa sawa na ngapi? Shetani atakugusa. Kwa nini sasa tunashindwa? Ni hivi, connection. Vile tunavyoijali madhabahu ya Mungu tunaelewa na neema, ila wenzetu wale hawalewi na neema, wanaitendea haki madhabahu ya shetani. Ngojeni niwaambie ukweli huu, yamkini ulikuwa hujui. Bwana asifiwe. Ngojeni niwaambie, siku ya Ijumaa si huwa mnatangaza maombi? Wangapi huwa mnakuja? Nyosha tu mkono kwa uaminifu. Kila Ijumaa huwa unakuja? Is it true? Nyosha. Unaona baba mchungaji, kwenye 200, 300, hata 10 hawana. Unaona maombi tu ya lini? Ijumaa. Aya, siku ya ibada Jumatano, si ndio ibada ya hapa? Wangapi huwa mnahudhuria kwa uaminifu? Nusu ya kanisa.
Ijumaa je? Ijumaa ni siku ya maombi, ndio ile ameshanyosha. Kwa hiyo kanisa lote hadi na viti vinaazimwa kuaga ni ibada ya Jumapili. Kwa hiyo ukisema mchungaji Ona ana washirika wangapi, anasema 300 ni wa wale wa Jumapili. Ila kwa huyo anayesema 300 akija hapa Jumatano atakuta ni 16 jumulisha viti 296. Bwana atusaidie. Unanielewa vizuri? Aya, tukisema kutoa sadaka kwa nia njema tu, tukisema tukague hiki kitunga cha sadaka hiki Mungu kuna waheshimiwa, hatuulizi kazi, kila mtu ana jinsi yake Mungu alivyombariki. Lakini umo kwenye sadaka kuna bukubuku na jerojero. Bukubuku jerojero ikienda sana 5,000 hapo umechinja mwanangu. 5,000 umempa Mungu hapo. Lakini ukikaguliwa mfukoni hata hapa uko na 50. Yaani umeacha 10,000 ukampa Mungu change 1,000 hizi. Unanielewa vizuri? Bwana asifiwe sana. Mkitangaza mchango unaahidi 100,000. Lakini kuitoa hiyo 100,000 mpaka na wazee wa kanisa watakuja kwako wakupigia kelele kaleka mchango, na wakizubaa ukitoa sana ni 30. Madaftari yatabaki na jina lenye tiki nyeusi kwamba hajakamilisha. Alafu wewe mwenyewe unasema Mungu nibariki na mimi kama unavyobariki wengine. Mungu naona mimi bora hata niende Freemason kwa sababu naona baraka zangu huku kwenye wokovu zimechelewa. Masharti ya Freemason utayaweza wakati Mungu wako tu unampa jero? Ngoja nikuambie, Freemason nichukulie tu, kuna vyama vingi vya shetani, viko 76 vya shetani, lakini nitaje kimoja, Freemason. Freemason kuna hayo mabango mnayaona yanazagaa huko, yamesema jiunge na Freemason, mali bila kafara, sijui na nini na nini. Hiyo sio Freemason wewe, au ni matapeli. Ukijiunga, ukipapigia tu simu wanakuambia tuma 200,000, tuma 100,000, utatuma, mwisho unafirisika. Wanakuambatanisha tu na majini vichache, vinakuja vinakusumbua, vinakuniga. Haujiungi wala na hela zinapotea. Freemason haitafutwi, yenyewe ndo inatafuta mtu. Kwa nini? Ule ni mtandao wa kisetani, unaangalia mtu mwenye thamani na hatima kubwa. Kwa ikikuona kwamba huyu tuna bilionia kesho, au tuna mwanasiasa mkubwa, tuna mwalimu mkubwa, tuna mtu atakayevusha wengi kufanikiwa, wanaamua kuja, wanasema tunataka tukusupport. Pamoja na kuchaguliwa na wale, wakikupa 100,000 wanakwambia toa sadaka na wewe itakayokuunganisha ili ukubalike na nani? Na Sifuna. Sadaka ya kuunganisha watakwambia chukua 200,000 pamoja na mayai 2 ya bata, nenda kayatumbukize chooni yale mayai, na zile hela zitumbukize. Freemason hawakwambii nitumie, amna, wanakwambia tumbukiza chooni, kwa sababu choo ni mlango wa kuzimu. Sasa wewe kanisani unatoa jero, wakati kule Freemason kiingilio tu ni 100,000. Nani yuko juu? Tuanzie tu hapo, nani yuko juu? Aya,
Tuache hicho chama, twende tu kwenye chama kingine, waganga wa kienyeji. Na wewe ni shahidi yangu. Wangapi ambao kabla hujaokoka uliwahi kwenda kwa mganga wa kienyeji? Kuna kitu kinaitwa ramli, unakijua ambacho anaweka kioo, anapandisha makongolo, anaanza kuyaita, mwana papa kabisa, ngoma kabisa, wamekuja. Ramli si anakwambia weka hapa, wazee wanataka, unaweka 500. Unaweka shilingi ngapi? Ramli inaanzia shilingi ngapi? Mchungaji Yona, unaona kwenye ramli watu walikuwa wanapeleka herufu hizi, ila sadaka wako wanaweka jero humu. Halafu tunasema Mungu hawezi kubariki. Anayefunga baraka ni nani? Ndoa yetu na madhabahu tunaivunja sisi. Sijui unanielewa mpendwa? Bwana asifiwe. Ibada unahudhuria kwa kuungaunga, sadaka hautoi. Na bado wengi sasa hivi kuna injili kidigitali ambayo inatangaza kutoa sadaka ni makosa, kulipa zaka ni makosa. Eti zaka ilishia Agano la Kale, sadaka zilishia Agano la Kale, sasa hivi ni neema, acha kulipa. Fuatilieni hao wanaosema hayo masomo, ni mawakala wa Shetani waliovaa koti la kichungaji. Kwa nini wanakukataza usitoe sadaka kanisani? Ukimtolea Mungu sadaka, wakija ili wakuibie kwa nguvu za giza, hii sadaka imeombewa, haiwezi ibiwa, haiwezi potea, mbingu zitailinda. Kwa sasa wewe unabaki unasema sitoi maana nitafilisika, unaacha kutoa. Sasa umefanikiwa? Mbona hata kalikokuwa kamebaki kameisha? Bwana atusaidie sana. Aya, kwa mganga unamwambia shida yako kwenye kibuyu, si ndio? Unaambia wazee, mimi nina miaka 5 kwenye ndoa, sijapata mtoto, naomba wakuu wazee mnisaidie nipate mtoto. Yule mganga anachukua Maimuna anakuja anasema utapata mtoto. Baadaye anakupa hirizi na dawa, anakuambia nenda katumie, ila utakapopata mtoto leta ng'ombe. Ukipata mtoto unapeleka nini? Wangapi mlishawahi kuleta ng'ombe kwa mchungaji Yona? Tuseme kweli, kwa vitu rahisi tu. Kwani Mungu hajatenda miujiza kwenu nyie wote kupitia mchungaji Yona? Mmeleta nini? Mzee anasema hamna kabisa. Tatizo ni kwamba wewe unajua unamletea nani? Yona. Lakini kumbe hapana, Yona yupo tu kama advocate. Hata kama Yona akiondoka leo, madhabahu haiondoki, bado ipo. Anaweza akaondoka Yona, akainuliwa kijana wake yule, akishavaa koti la Yona akasimama kwenye madhabahu, ni Yona yule. Kwa sababu shida sio mchungaji, shida ni mbingu na wewe. Unapozembea unaharibu ndoa yako na mbingu. Bwana asifiwe sana. Wangapi wamenielewa kuanzia leo? Kwa tukisema tunatoa sadaka, acha kujilegeza kwamba nitaishiwa. Akupae ndiye atakaye kuongezea. Hizi zaka walokole tuna bahati sana, unapata raki, zaka ni 10,000 na unashindwa kulipa 10,000 kwenye raki.
wakati sisi hatujaokoka. Mimi nilikuwa napata kwa wiki moja 625,000 kama gwiji, chifu na kiongozi wa Masoniki. Ila nikipata 625,000, zaka yangu kwa Lucifer ilikuwa ni 375,000. Sio tu hiyo hela, naongeza vichwa vitatu vya watoto wachanga na kichwa cha mwanaume rijali wa mtaani, na bado nakwenda nalia. Yani madhabahu iko kama kule kwenye vile viti kule ukutani kule, niko bado hapa, naanza kutembea hivi huku nalia, Mwenyezi Mungu nijalie, mimi si chochote, amkini niliyoleta haikupendezi, ukinijalia nitafanya zaidi. Nikifika kama hapa, nalala natembelea tumbo, naanza kutaja watu ambao wako kwenye kilinge changu, na kukabidhi Daudi, na kukabidhi Ashura, na kukabidhi Eliza, na kukabidhi fulani. Wewe uwe Mungu wetu, sisi na watoto wetu na watoto wa watoto wetu na vizazi vitakavyozaliwa baada yetu. Yani napeleka zaka, napeleka watoto waliokufa 3, napeleka mwanaume aliyekufa, na mkabidhi na watu wangu. Hiyo ndo zaka. Sasa wewe unaambiwa na mchungaji Yona, leteni zaka kamili, huleti, alafu unaomba gari unaomba nyumba, unaomba mtoto, nafsi inayotembea. Lazima tujue kwamba ndoa ya mwanadamu namba 1 ni mtu na madhabahu yake. Bwana asifiwe. Wangapi wamenielewa? Tukirejea kwenye ibada, waabudu shetani hawaabudu mara 3 kwa wiki. Kwa siku ya saa 11 alfajiri, hiyo ni swalatu la asili ambayo wanamsujudia Lucifer na kutega mitego ya uharibifu kwenye maisha ya watu, huku wakiambia siku ijayo kwamba ilete baraka na mali za wengine ziwajilie wao. Ikifika saa 6:30 hadi saa 8 ni muda ambao wanafanya ibada, wanaita swalati Jumaa. Wanamkabidhi shetani siku, awajalie neema, halafu afunge maisha ya watu wengine, alete mafanikio yao kwa hawa wachawi. Saa 10 inaitwa swalati Kisegu. Ni muda ambao wanaweka wakfu mauchawi yao, madawa waliotafuta, agenda walizonazo, zana zao za kazi. Wanamwambia shetani aje na joka kuu avuvie hizo dawa ili wapate nguvu za kushinda. Lakini ikifika saa 1, ile ndo saa ya kuweka wakfu maisha yao, watoto wao na vizazi vyao, wanamkabidhi shetani. Saa 2:15 ni saa ya 5 ambayo wanaomba sasa kutakasa kazi za mikono yao, ambayo ni uangaji, vikao vyao na maadhimio yao. Ikifika saa 6 kamili, hakuna mchawi anayekuwa amesinzia. Hata uwe unaumwa, yani uko mahututi ICU huu mwili ndo unaumwa, sio mtu wa ndani. Mtu wa ndani ataamka na ataenda kuanga. Hata mvua inyeshe, baridi iwe kali, marufuku
ukisema nasikia baridi, acha nipumzike, utaenda tu. Saa 6 kamili wanasujudu wote, yanatoka na brigedia meja jenerali, yale maalfa ni star, yanatoka kuzimu, maalishomini yanatoka kuzimu, haya masatanajia, maaligalia-lepti, mafreuleti, masarikatanasi, manebirosi, yanafungua uwaji, machinjo, balaa duniani. Ikifika saa 6:30 usiku, kwao ni mchana. Shughuli zinaanza za ukatili, kuua, kuroga, kutesa, kufanyaje. Ikifika saa 12 asubuhi, wao ndo unakutana nao, wanakuambia habari za jioni. Unafikiri kachanganyikiwa, kumbe ni jioni kwake, maana ametoka kazini. Kwa nini ninashuhudia haya? Siwasifii, ila nasema hivi, ukiona wanafanikiwa, wako careful sana kwenye kumuimarishia shetani madhabahu. Ila sisi walokole tunaichukulia poa madhabahu ya Bwana. Ukiichukulia kawaida, unapungukiwa wewe mwenyewe nguvu kwenye nafsi na uwezo wa kuwewe kumiliki baraka zako. Kwa hiyo nirudi kwenye mifano ya muujiza. Unaweza ukaomba jambo Mungu akalitenda, ila kwa kuto kuijua ndoa yako na madhabahu, ule muujiza ukafanyaje? Ukapotea. Hebu sema katika jina la Yesu, kuanzia leo ninarudisha ushirika na Mungu wangu, na madhabahu ya Bwana ikalete majibu yangu, ikapokee sadaka zangu, ikapokee ibada yangu, na ule uimarishaji wangu kwenye madhabahu ya Bwana nitamshinda shetani katika jina la Yesu. Piga kelele kwa Bwana, sema amen. Kama tukiimarisha madhabahu ya Bwana, na wahakikishia watu wa Kiomboi, wachawi ni mende, ni kunguni, ni viroboto, si chochote si lolote, wasikutishe lolote. Yani hautalala uanze, Bwana nilinde usiku wa leo, wachawi nimesikia bundi nalia na nyoka inaniita, Mungu wangu. Hayo maombi hautayaomba, maana alisema hivi, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakukaribia hema yako, kwa maana atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Bwana asifiwe sana. Sijui unanielewa vizuri, mtu wa Mungu. Hiyo ni ndoa ya kwanza. Ndoa ya pili sasa, hii ni ushirika wa mtu kwa watu. Yaani wewe hapo ulipo unahitaji kuoana na sisi ili ufanikiwe. Mwambie mwenzako, hakuna wewe bila mimi, wala hakuna mimi bila wewe. Nitetee hoja hii. Ukisoma Biblia kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 7 kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 3, pale kuna point inaitafuta. Inasema hivi, Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo kuimiliki, atakapoyatoa mataifa 7 yenye nguvu kukupita wewe, yametajwa pale, Mwamori, Mhiti, Mgirigashi, Mhivi, Mperizi, Mkanani, mataifa 7 yenye nguvu kukupita wewe. Mstari wa 2, wakati Bwana Mungu wako atakapoyatoa mikononi, atakapoyatoa mbele yako, nawe utawapiga. Wakati huo ndipo uwaondoe kabisa, usifanye agano nao
anafuata, anasema wala usioane nao. Ndoa ulioijua, mtu akisema usioane nao anamaanisha nini? Maana yake utaoana na mtu mmoja, si ndio ndoa? Kwa nini anasema usioane nao? Maana yake usilete maana, tulibebe hili neno kama lilivyo, sawa Bwana asifiwe. Samahani mchungaji, njoo. Safi kijana mwenzangu, bila wewe una miaka mingi kuliko mimi. Huyu ni kijana, sawa Binti akitaka kuolewa kwa huyu, tunasema anaolewa na nani? Sio na mzee, anaolewa na huyu, anaolewa naye, si ndio? Anaolewa na yeye kwa kuwa ni huyu. Lakini tukiwa hivi halafu tunataka kuoa mke mmoja, tutasema binti anaolewa na nani? Anaolewa nao, si ndio? Kwa nini? Ni wawili, ni wengi, tuko pamoja Akiongezeka jamaa watatu, bado maana ni anaolewa nao. Na kama ni huyu anataka kuoa wanawake watatu, tunasema anawaoa, si ndio? Ila akiwa mmoja tunasema anamuoa. Rudi, ubarikiwe. Umeelewa maana yangu? Biblia imesema usioane, maana yake ni wengi. Hii ni ndoa ya pili ambayo ni usilika unaosababisha ustawi wa maisha yako wewe kutokana na watu wengine. Sasa hiki kitu kinapotajwa hivi, naomba kidogo univumilie, nichukue dakika 5. Nilikuwa nataka tuombe nimalize, ila nisome tu hili andiko. Bwana asifiwe sana. Hii ndoa ya mtu kuwa ushirika na watu wengine inamtengenezea mambo haya. Haya mambo yanapatikana kwenye kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 4 na wa 5. Naomba tusome hapo. Umepafikia? Isaya 43 mstari wa 4 na wa 5. Biblia inasema hivi: kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako. Sijui unaelewa vizuri neno hili. Nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta wazao wako kutoka mashariki, nitakukusanya toka magharibi. Maneno haya yanamaanisha hivi: ndoa ya pili ambayo ni ushirika kati ya mtu na watu wengine inafanya watu wawe baraka kwenye maisha yako. Hii ndiyo nguvu ya nafsi yako. Bwana asifiwe sana. Sasa kitu cha kwanza kilichoelezwa hapa panasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani. Hebu sema thamani. Mwambie mwenzako wewe ni wa thamani. Wewe ni wa thamani. Thamani, unajua, yani ni mali adimu ambayo nikiipoteza si mtu kama wewe. Ndio maana yule Farao anaongea lugha moja tamu juu ya Yusufu. Anasemaje? Tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake? Nataka nikwambie hivi,
panda imani kuanzia leo. Jipandishe thamani kuanzia sasa. Wewe ni wa thamani nyingi. Wewe ni bora kuliko mtu yeyote hapa. Hakuna aliye kama wewe, na ukipotea wewe tumepata hasara, maana watakuja wengine ila sio wewe. Yaani kama ni mwimbaji, imba ukijua hakuna mwimbaji kama. Tunasemaga tu kwa faraja. Ukikataa wewe, ukishindwa wewe, Bwana atainua wengine. Wewe atainua ndiyo, ila sio mimi. Wataimba ila sauti sio yangu, ni yao. Kwa hiyo enjoy my presence, furahia uwepo wangu. Nikiimba hata kwa kulingalinga, acha nilinge, maana nikitoka utamisi hata kulinga kwangu. Jamani, haleluya! Sijui unanielewa? Bwana asifiwe. Wewe ni wa thamani. Sasa nguvu inapopotea hapa, thamani ya mtu huwa inazalaulika, inapotea. Thamani yako ikipotea, vitu vyako pia vinaharibika. Ninaongea haya kwa usisitizo, uelewe. Kuna watu wanakwama maeneo, uelewe ulikokwama sasa, ili tukiomba komboa katika jina la Yesu. Amen. Thamani yako ndiyo inayosababisha mambo yako yaende. Kibali chako, uwepo wako kwa watu waseme huyu ni baraka, kushirikishwa fursa kwamba hiki kitu jamani na fulani awepo. Maana yake wewe ni wa maana pale. Ila thamani ikipotea, hata ukisema na mimi nimo, wanasema wewe hujaitwa, hujatajwa wewe. Bwana atusaidie. Lakini kitu cha pili kinasema hivi, na mwenye kuheshimiwa. Hebu sema heshima. Na haki ya kuheshimiwa. Unaheshimiwa na nani? Na sisi. Bwana asifiwe. Kuna mwimbaji anaimba akasema kwamba msiponiheshimu ataniheshimu Mungu. Wewe, kwani Mungu anaonekana sasa? Mungu anaonekana kupitia sisi. Tukikudharau sisi, ni dalili ya kwamba hata mbingu imenyamaza. Kwa usifurahi unapodharauliwa. Una haki ya kuheshimiwa na mtu yeyote, na unapoheshimiwa wewe, ndipo mafanikio yako yanarejea. Hebu jiambie, mimi ni mheshimiwa kuanzia leo, na nitaishi kama mheshimiwa, na vitu vyangu vije kama kwa mheshimiwa. Kwa jina la Yesu ninaomba pesa zako zianze kuja kwa mheshimiwa. Unajua pesa ya maskini haizidi 100,000, lakini pesa ya mheshimiwa inatajwa inatajwa milioni kule. Unapotaka hata kukopa hela usifikirie 100,000, fikiria milioni. Wewe ni mheshimiwa, na usiwaze utalipaje. Wewe ni mheshimiwa, njia inayozileta ndio itazirudisha. Sisemi ukakope, ila ninamaanisha ujue daraja lako. Wewe sio huyo wa kawaida. Wanaonielewa sema amina. Hata kuvaa kwako, unakuta kamama hata miaka 35 hujafikisha, umejitanda makanga. Oya, wewe ni mheshimiwa. Utamwona Samia anajifunga kanga, wewe mchana, hata kama kuna baridi anavaa koti. Bwana, tembea kama mheshimiwa. Jamani, haleluya. Hata kwenye kula kama mheshimiwa. Dada mzuri unatafuna. Ulienda kuhubiri sehemu moja na mwimbaji wa nyimbo za injili maarufu kweli, akanikwaza pale Dar es Salaam. Pale tunatoka kwa Muiche tunakuja ili tusubiri gari yangu, ilikuwa service.
tunakuja hapa kizuiani ili gari ifike tupate tuondoke. Haya, tunafika, gari haijafika. Yule jamaa si akaona mafenesi akanunua lile lifenesi nani hivi la pembe tatu, akaanza kufanya, anachimba mule lile limbegu, anatafuna kwata. Nikaangalia nikasema ndagowe pale amemaliza, bado mikono. Unajua lile lifenesi ukilila lina nata fulani hivi mpaka unawe, hajanawa akapita mwenye mahindi yaliyopikwa. Leta na njaa sana pasta, samahani sijala tangu jana. Nikasema oya, jicholesha wewe, tuko barabarani halafu tunajulikana. Bwana we, njaa bana. Nikasema huyu jamaa nisipo mkwepa nikaondoka, tutakamatwa mimi na yeye, tutakuwa pamoja. Akachukua muhindi, shingapi? 500. Nipunguzie. Nipe basi kadogo ka 300 kahamu. Wakampa muhindi wa 300. Akaumenya pale, nikaona anaushika, akakata, akaanza kuchukuchu. Halafu waumini wa Mhiche wakatukuta pale. Bwana sifiwe mchungaji. Unajua nilitaka kukimbia pale. Bwana atusaidie sana. Ukishajua ni mheshimiwa, ishi kwa mipaka. Bwana asifiwe sana. Nilipoitwa siku moja na mheshimiwa DPP, nikaenda nimevaa t-shirt ya TAG ya maadhimisho ya miaka 85 na suruali ya jeans. Wewe, nafika tu ofisi ya DCI ili DCI ndo anipeleke kwa DPP. Alivyoniona akasema, ndo wewe Katekela, hivyo ulivyo unataka uende kwa mheshimiwa? Aisee, hata mimi ofisini kwangu huingii. Nakupa dakika 20 uje vizuri twende. Nilijiona mjinga, nikajisikia vibaya, nikaendesha gari kama chizi. Nikafika nyumbani, nikavaa kaunda suti yangu vizuri na kakiatu, nimeblashi, nikajipulizia na perfume, nikavaa na saa kidogo inayofanana na suti kidogo, nikaondoka. Nilipofika akasema, naam, afadhali kidogo. Yaani sio nimeenda sawa, afadhali kidogo. Tukaenda, tunafika kwa mheshimiwa. Yaani wanaingia waheshimiwa pale, asa yuko wapi Katekela mwenyewe? Huyu hapa. Nilivyovaa kaunda suti wakaniona wa kawaida. Baadaye yule DPP kwa kuwa ni rafiki yangu akaniambia, Katekela, tutakuita sana, ila tukikuita tena usije hivi. Kaunda suti sio nguo ya waheshimiwa. Kaunda suti ni nguo ya kazi ya usalama wa taifa. Ila wewe kama mtumishi wa Mungu, piga suti yako, vaa vizuri, funga kisikizo, njoo kama mheshimiwa. Nikapata somo, nikasema kumbe niishi kama mheshimiwa. Kesho yake nilivyorudi, nikapiga suti kali. Nipendagi tai, ila hiyo siku nikavaa tai. Nilivyofika pale, wakanipa na kiti, wakasema karibu mchungaji. Wakati jana walisema ni yupi? Wakaanza kunihoji kama pasta, nikawa najibu kama pasta. Wakaniambia, sasa mchungaji, tusamehe, lakini hili tutalishughulikia sisi wenyewe, wewe uwe na amani, kahubiri injili. Nikatoka pale kichwa kubwa. Mpaka leo naishi hivyo. Unajua mimi ni mheshimiwa. Nataka ninene na wewe ni mheshimiwa. Na kwa vile ulivyo mheshimiwa, jitambue sasa.
Kwenye maombi omba kama mheshimiwa, usilielie ngonjera, peleka hoja kama mheshimiwa. Amen, tunaelewana vizuri? Kwenye ibada njoo kama mheshimiwa, usichelewe ibada, njoo on time. Jamani, haleluya! Mambo yako yote yapange kwa wakati, na watu wako wote wawekee utaratibu wa kuone kwa wakati. Utashangaa zile mali zilizofichwa zinakuja. Wale watu waliosema huyu hafai watasema yule, nendeni pole pole. Hii ndo nguzo inayoitwa nguvu ya nafsi, ndoa ya mtu kwa watu. Alafu kitu cha tatu anasema kwa kuwa ulikuwa mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Nami nimekupenda. Una haki ya kupendwa. Mwambie mwenzako, una haki ya kupendwa wewe, na mimi nina haki ya kupendwa. Hebu nipende sasa. Ukiweza mkonyeze mwenzako, tikisa, mwambie nipende, ili uwe sababu ya mimi kufanikiwa. Nipende. Mwambie kwa sauti, nipende. Ngoja nikuibie siri, daraja la wewe kufanikiwa ni huyo uliye karibu naye, huyo ni huyo jirani, huyo. Mheshimu, mthamini, mpende, na yeye akuheshimu, akuthamini, akupende. Kesho yenu ni ya baraka. Sasa ndoa ya tatu hapa ndiyo mke na mme, ambayo ina baraka za watoto na mali zote. Bwana asifiwe sana. Sielezi sana juu ya ndoa ya mke na mme, kwa sababu hata mchungaji Yona asubuhi amesimamia uchumba hapa, na huo semina za ndoa mnazisikiaga. Bwana asifiwe sana. Ila Bwana ameniweka hapo kwenye nafsi, mtu kwa watu wake, mtu kwa Mungu wake. Hebu muulize mwenzako sasa, wewe unaheshimika na watu? Unaaminika na watu? Unapendwa na watu? Kama hakuna hata kimoja, ujue hapo nafsi iko kwenye majanga. Bwana asifiwe. Ukiona kila kitu unachofanya wewe ni wakulaumiwa tu, ni wakulaumiwa tu, ni wakulaumiwa tu, alafu ukiulizwa unasema ni jaribu langu. Hamna, sio jaribu. Nani watu wote wakukatae wewe? Yaani kwenye 10 kasiwepo hata kamoja. Bwana una shida wewe, kili tu kwamba una shida, ili ile shida itatuliwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni haki yako tukupende, ni haki yako tukuthamini, na ni haki yako tukuheshimu. Hiyo ndio ndoa yako kwetu. Kwa hiyo pale anaposema usioane nao, kwenye lile andiko ilikuwa ina kopia ya mambo matatu, kwamba usiwathamini, wala usiwaheshimu, wala usiwapende, maana watakukengeusha. Sasa sisi kwa kuwa ndio haki yetu, hebu tunayaomba haya mambo yaje kwetu katika jina la Yesu aliye hai. Bwana ananiambia inatosha, na tunatakiwa tuombee hayo mambo. Naomba usimame kwa miguu yako. Nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu, kama yala atafutavyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu
nafsi yangu yakutamani, roho yangu yaona kiu kama ayala tafutavyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu yakutamani, nafsi yangu yakutamani, roho yangu yaona kiu kama ayala tafutavyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu yakutamani, nafsi yangu yakutamani, roho yangu yaona kiu kama ayala tafutavyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu yakutamani, nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe, nirejeshe ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani, Yesu nijaze Mtakatifu, niweke Bwana, ili nimiliki na kutawala Bwana. Nirejeshe ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani, Bwana, unijaze Yesu, uniweke Bwana, nawe nirejeshe nafsi yangu yakutamani, nirejeshe ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani, Bwana Yesu, nirejeshe. Uisha nafsi ya baba huyo, Bwana, uisha nafsi ya kijana huyo. Baba, nafsi yangu yakutamani, Yesu, nijaze Mtakatifu, Bwana, niweke Baba,
yangu nakuta. Bwana Yesu nirejeshe. Nauona uwepo wa Roho Mtakatifu tayari umekuja. Nauona nguvu za Roho Mtakatifu zimeshuka tayari. Nafsi yangu yakutama. Malaika wa Bwana wametawala eneo hili, wametawala eneo hili, wametawala haki zako. Inua mikono yako miwili juu namna hii, tamka maneno haya kwa ushindi mkuu. Sema, asante Roho Mtakatifu, wewe ufunuaye ulimwengu wa roho, unayeirejesha thamani ya nafsi yangu. Nimeijua siri ya ushindi wangu katika ulimwengu wa roho, na ile nafsi yangu katika ufahamu wangu. Roho Mtakatifu, ninamtakasa ufahamu wangu sasa. Ninaunenea ushindi ufahamu wangu, uwezo wa kujua mambo yote yanayoendelea na kuyaratibu yalete ushindi kwenye maisha, kwa jina la Yesu aliye hai. Na kila vifungo vya ufahamu vinavyoiharibu amani ya nafsi yangu, kuanzia leo ninavivunja kwa damu ya Yesu. Hata ile hisia yangu ninaitakasa sasa kwa damu ya Yesu. Ninautawala ulimwengu wa roho, ninautawala ulimwengu wa roho. Taarifa zote za ulimwengu wa roho zitakazofanyika juu ya nafsi yangu, ninazifichua zikawe wazi, na isifanyike yoyote nisiyoiamuru mimi pamoja na Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu. Hata na utashi wangu, mipango yangu, heshima yangu, thamani yangu, upendo wangu, kibali changu, ninakipatanisha na Yesu. Ninajipatanisha na Yesu, ninajificha kwako Yesu, katika jina la Yesu. Ninaishinda milango ya kuzimu, ninaishinda milango ya kuzimu kwa jina la Yesu. Ninajitabiria mimi ni mshindi, mimi ni mshindi katika jina la Yesu. Hebu jitabirie baraka sasa kwa jina la Yesu. Jitabirie kufunguliwa. Ifungulie milango ya nafsi yako kufanikiwa. Ifungue milango ya nafsi yako kupata kila unachokihitaji kwa jina la Yesu aliye hai. Milango ikafunguke, ukapenye kila sehemu pasipowezekana. Yale yaliyoshindikana kwa wanadamu, kwa Yesu yanawezekana, na kwako yakawezekane. Ule ushirika wa Roho Mtakatifu ukavuvie maisha yako, ukavuvie nafsi yako, ukarejeshe heshima yako, ukatakase na ushirika wako wa nafsi yako. Hiyo ndoa hiyo juu ya madhabahu ya Bwana, hiyo ndoa hiyo juu ya jamii inayokuzunguka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ipokee thamani yako, ipokee heshima yako, ipokee baraka ya Ibrahimu, baraka ya Isaka, baraka ya Yakobo. Maneno aliyoyaahidi Bwana juu ya watu wake yakatimilike kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Endelea kutabiri, endelea kutabiri, endelea kutabiri. Tabiri ushindi kwenye maisha yako juu ya lile jambo gumu unaloliona ni gumu kwenye maisha yako. Tabiri kulivuka,
mheshimiwa, wewe ni mheshimiwa. Leo unavuka. Roho Mtakatifu akupe kuvuka. Roho Mtakatifu mpe huyu mtu kuvuka, mpe ushindi Baba huyu kwenye hiyo vita ya uchumi, kwenye hiyo vita ya afya, kwenye hiyo vita ya ndoa, kwenye hiyo vita ya ajira. Mpe ushindi mama huyu kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea ushindi. Asante sana Roho Mtakatifu. Asante Bwana. Asante Mungu. Asante Bwana, katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi. Sasa inua mkono juu mmoja hivi. Nataka nikunenee katika ulimwengu wa roho. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ulinena wewe mwenyewe, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Na ukasema umetupa funguo za ufalme wa mbinguni. Tutakalo lifungua duniani na mbinguni limefunguliwa, na tutakalo lifunga duniani na mbinguni limefungwa. Katika jina la Yesu ninanena sasa kummilikisha utawala mtu huyu kama vile ulivyoniagiza. Ninanena sasa kama vile ulivyoniagiza ya kwamba utukufu wa sasa wa nyumba hii utakuwa mkuu sana kuliko utukufu wa kwanza. Ninanena kuinuliwa kwake, ninanena kushinda kwake, ninanena kubarikiwa kwake, ninanena mafanikio yake, yale anayoyaona rohoni yakatokea hadharani, na mataifa wakayajue kwamba wewe ni Bwana uliyoyatenda haya, kwa jina la Yesu aliye hai. Ile Roho Mtakatifu uliyoitia ndani mtu huyu, Bwana, isiondoke kwa uzao wake, isiondoke kwa watoto wake. Ukawe baraka Bwana malangoni pa nyumba zao, kwenye ajira na kazi zao, kwenye kila milango ya uchumi wao. Ukalinde afya zao, amani ya watoto wao ikawe nyingi. Ulisema hawatafundishana mjue Bwana, bali watafundishwa na Bwana. Bwana, ukaweke ulinzi juu ya watu hawa, maana ulisema ya kwamba tazama yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wote watakaojikusanya juu yako wataanguka wao, wataanguka wao, wataanguka wao kwa ajili yako, na kila silaha itakayo juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaojiinua juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Maneno haya Bwana tunayapokea sasa, yakawe utimilifu wa ahadi juu ya watu hawa, maana ulinena ni urithi. Bwana, hawa wanataja farasi, hawa wanataja magari, lakini leo tunalitaja jina la Bwana. Wao wameinama, wao wameanguka, sisi tunainuka, tunakushangilia wewe Bwana, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Mamlaka yako Kristo iambatane na kanisa lako, ukawajibu siku za taabu zao, uwapelekee msaada kutoka patakatifu. Bwana, ukumbuke sadaka zao na maombi yao, uwategemeze sawasawa na neno lako, katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya mchungaji Yona na mama mchungaji. Bwana, asante kwa huduma yao nzuri, asante kwa afya yao. Waimarishe Bwana kwa kanisa lako hili, maana umewapanda wewe hapa. Mungu, unajua vita walio nayo, wape kushinda na kupenya katikati ya vita za adui, maana najua adui wana nguvu, lakini wewe una nguvu kuliko adui wote. Maana ulisema watakuja kwa njia moja, watatawanywa kwa njia 7. Libariki kanisa lako, bariki wazee wa kanisa na mashemasi na washirika wote, waimbaji wote, katika jina la Yesu. Bwana, tukumbuke kanisa lako, na hatimaye Bwana tusiishie duniani, ila tuingie mbinguni kwa ushindi, na hii ndiyo kiu yetu. Pokea sifa na utukufu Bwana, katika jina la Yesu. Amen.
Bwana awabariki. Nawapenda nyote katika jina la Yesu. Pambana sana tusiikose mbingu. Tuombeane ili hata Yesu akija leo tusibaki. Na Mungu akubariki, usiende mbinguni ukiwa maskini. Uende ukiwa tajiri. Uende ukiwa na muujiza kamili. Uende ukiwa na majibu uliyoyatarajia kwa Bwana. Katika jina la Yesu ubarikiwe. Amen.